Hiyo safi zaidi. Hebu tufahamishe kufikia sasa uzinduzi huo umefika wapi na kina nani ndio wameweza kuhudhuria, na unadhani kwamba kutakuwa na manufaa gani kuzinduliwa kwa kitabu hicho, kwa sababu hili swala la ufisadi limekuwa ni donda sugu. Zablon? Naam, asante sana Nairobi na kupata kwa njia sawa. Tuko hapa katika jiji kuu la Nairobi, tunafuatilizia kuhusiana na uzinduzi wa kitabu hiki. Iweze kukumbukwa kwamba siku ya Jumatatu wanahabari waliweza kuungana na mwenyekiti wa tume ya EACC Bwana Eliud Abukala, na kaweza kusemekana kwamba kitabu hiki kitaweza kuzinduliwa hii leo, na ndipo kilele zaidi ili kitabu hiki ambacho kitakuwa ambacho kimeweza kuorodhesha mambo ambayo itakuwa inaelimisha wananchi kuhusiana na swala nzima la ufisadi. Mtazamaji yeze kukumbuka kwamba ufisadi humu nchini umekuwa kero sana, pale ambapo sasa wale ambao ni viongozi kutoka madhehebu mbalimbali, mojawapo ikiwa ni Kikristo, dhehebu la Kiislamu, vile vile wale ambao ni Wahindi, waweze ni kwamba jina ufisadi ama jina kwa kimombo tunasema corruption haiwezi elezeka vizuri ndani ya mawazo ya watu. Kwa hivyo umekuja hapa ili uweze kuhamasisha watu kuhusiana na janga hili la ufisadi, wakisema kwamba ufisadi kwa lugha nyingine ni wizi. Ndipo mtazamaji, leo hii kitabu hiki kizima kitakuwa kinaelekea katika kaunti mbalimbali ili watu waweze kufahamishwa kuhusiana na janga hili, ndipo waweze kujitenga kikweli kuhusiana na jinamizi hili la ufisadi, lile ambalo limeweza kuacha nchi ya Kenya tukiwa na mkopo mwingi sana, vile vile hatuwezi kujikimu kimaishani kwani wengi wameweza kufisadi. Na leo hii mtazamaji, na mmoja wale ambao walikuwa waandalizi wa kongamano hili anafahamika kama Daktari Kanga, aweze kutuarifu kidogo tu kuhusiana na vile wao kama wahubiri kitabu hiki kitaweza kuwasaidia. Karibu sana mzee wangu, tueleze leo hii kitabu hiki kimeweza kukizindua, karibu na mimi. Tueleze kiini kamili cha uzinduzi wa kitabu hii, ama kitabu hiki ni nini? Kitabu hiki tunaita Faith Communities Fight Against Corruption. Faith communities against corruption. How can faith communities fight corruption? Ama watu wa dini tofauti watapigana na hii jambo la corruption namna gani? Jambo la kwanza tukajua kwamba njia ya pekee ya kupigana corruption kwanza ni kufanya kazi katika akili zetu, to deal with our mindset. And corruption can only be fought in 3 areas. Number 1, people must be united. Number 2, people must begin the training. You train the mind and then you train your heart to say no to corruption. Hiyo ni mambo mawili. And then tukakubaliana ya kwamba kila dini iko na vile inaelewa corruption. Jambo la kwanza, sisi ni Waafrika. Mwafrika umwambia jambo katika Kiingereza corruption, it doesn't comprehend very well because it is always simplified to mean something just normal. But corruption, it is stealing. So it is important that tugeuse mambo ya kuambia watu you are corrupt, kumwambia wewe ni mwizi. Kumwambia umeleta pesa ya corruption, sio kuleta pesa ya corruption, mwambie umeleta pesa ambayo umeiba. You have stolen this money and you are a thief. So we change the word corruption to stealing. That's what an African comprehend. Sababu ukiambia Mwafrika wewe ni mwizi, wanampiga na mawe. Lakini ukiambia Mwafrika uko corrupt, hakuna kitu watafanya. Wanasema corrupt mambo ya nini? Ya serikali. So faith community tulikuwa tutafanya nini? Tulikuwa nakutana leo Waislamu, Wakristo, wa Hindus community of Kenya and other Orthodox congregations so that we can articulate. And we have produced 2 books now. We have produced book number 1 inaitwa Breaking the Chains of Corruption. This is the concept of Christianity. Breaking the books of corruption. Ukisema kwamba Wakristo wanaita ufisadi namna gani? Alafu tumeweka scripture references ambazo zinaeleza. Scripture references ambazo zinaeleza ya kwamba corruption katika Biblia imetoka wapi, from Genesis to Revelation. Tumeweka hapo. Alafu kuna kitabu kingine hapa ambayo inaitwa Islam Against Corruption. Dini wa ndugu katika Uislamu wanasema corruption ni nini, Qurani inasema nini kuhusu corruption. Sasa hivi kitabu ndio tumeisindua leo ili iende katika mashinani, wahubiri wetu ambayo wako katika mashinani watumie hii. Kwa hivyo tumekutana kama wasomi, the academic world of the scholars from the religious community, so that we can produce these books and go down. So mtu akuambia corruption ni nini, the church will know.
Sasa mzee wangu, tueleze sana, ndio umeweza kuzindua kitabu hiki. Kulingana na maoni yako, ufisadi humu nchini, kuna tume mbalimbali imeweza kuundwa ili iweze kupigana ufisadi. Uzinduzi wa kitabu hiki, je, kwa maoni yako unaona kana kwamba mtaweza kupigana janga hili kikamilifu? Yes, tutapigana nako kikamilifu, sababu vile nimesema, corruption, it's an act of the mind and conscious, and that is why corruption is not just an academic schoolwork. Tukipigana tukisema corruption, tuimbe corruption, tushika at corruption, kabla hatujawabadilisha katika akili zao na roho zao, hakuna kazi tunafanya. Lakini tukisema corruption na wote tuende tupigana corruption from the pulpit, we believe that we are going to make up. Mtazamaji, huyo amekuwa ni Daktari Kanga, ameweza kutuarifu zaidi kuhusiana kiini cha kitabu hiki. Sasa swali lile ambalo wengi wajiuliza ni kwamba baada ya uzinduzi wa kitabu hiki, mtazamaji, ni yapi yataweza kutendeka ili tuweze kupigana janga hili la ufisadi. Mtazamaji, tutakuwa tunakutaarifu zaidi kuhusiana na uzinduzi wa kitabu hiki, pia tuweze kutaarifu yale ambayo wizara ama tume ya EACC ikiongozwa na mwenyekiti Eliud Bukala waliweza kutaarifu wanahabari. Kutoka upande huu wa pili, mimi sina la ziada, na kwa niaba ya mpiga picha wangu Dheche, mimi ni Zabul Masharia, kwako studio. Asante sana mwanahabari wetu Zabul.